Takwimu pamoja na maneno mazito kutoka kwa kocha Ibenge. Tunafahamu kwanza ni mwalimu ambaye ukizungumza Afrika na soka lake anaijua vyema nje ndani, na uchambuzi ambazo zimekuwa zikifanyika kuhusiana na soka la Afrika, kocha Ibenge amekuwa akiziweka sawasawa na sawia katika mistari iliyokuwa imenyooka kweli. Sasa mwalimu Ibenge ameeleza namna ambavyo michuano ya CAF inavyokuwa ya moto, yani inavyozidi siku kwenda mbele ndivyo ambavyo mabadiliko yanazidi kuonekana. Ilizoeleka kwamba miaka ya nyuma timu kadhaa tu kutokea Tanzania ndio ambazo zilikuwa zikiingia katika michuano hii na kufika mbali, lakini hivi sasa tumeweza kuona vilabu vya soka zaidi ya vitatu vikiendelea kuonyesha makubwa huko kwenye CAF, na hii imekuwa ni chachu na chagizo kubwa sana kwa maendeleo ya timu za Tanzania, na yote hii ni kutokana na uwekezaji pamoja na mabadiliko makubwa, yani kukubaliana na ukweli. Hivi ndivyo vitu ambavyo siku zote huwa vinaleta mafanikio katika soka na maisha ya ujumla. Sasa kocha ameeleza namna ambavyo klabu kama Yanga imekuwa tishio sasa hivi huko kwenye michuano ya CAF, na kwa jinsi ambavyo Yanga wanaonyesha mwenendo na hatua nzuri. Hii ni njia ambayo timu nyinginezo pia zinajifunza na zinatakiwa kuangalia njia nzuri za kuweza kuwekeza na kufikia hatua kama ambazo Yanga wamefika. Lakini pia amegusia mtanange wa Ahli pamoja na Yanga. Moja kwa moja amesema Ahli wana asilimia kubwa ya kuweza kushinda katika mchezo huu, lakini hii haimaanishi kwamba Yanga wabaki kiuzembe ama watafungwa. Hapana, kama Yanga wataendelea kuonyesha juhudi na vikosi vyao vitakuwa imara, basi wataweza kuwapiku Ahli. Lakini mpaka hivi sasa game iko wazi kabisa, inajionyesha kwamba Ahli anaenda kuchukua ubingwa licha ya kuwa Yanga wako home, Ahli ni wa away, lakini bado kutokana na quality ya timu ya Ahli, ubora na kila kitu, basi hii inawaweka wao katika nafasi kubwa ya kuweza kuchukua ushindi wa kibabe zaidi, tena kwa kupindua meza, kwamba unampiga mtu kwako na kwake akija unampiga vile vile. Hii inaashiria kwamba wewe hujambahatisha bali umeonyesha uwezo wako. Sasa ni kipi kifanyike? Yanga wajipange vilivyo, wahakikishe kwamba wanaweka vikosi vyenye kushiba kwelikweli, vikosi ambavyo viko makini katika kubeba ubingwa. Hapo ndipo ambapo watafanikiwa.